Ikiwa leo ni Aprili 5 ya mwaka wa 2024, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Kabla tujalianza somo letu asubuhi ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa sababu ya upendo wako na rehema zako nyingi maishani mwetu. Ninakushukuru kwa sababu unatujali na kutupenda. Ninakushukuru kwa sababu umetukirimia mibaraka ambayo kila mmoja analo la kushuhudia mbele zako. Neema yako idumu kuwa pamoja nasi asubuhi ya leo, na tunapoenda kujifunza masomo haya, hebu Roho Mtakatifu akatuongoze kuyaelewa haya tujifunzayo. Sio sisi tutakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe. Tunaomba tukitumaini kwamba utatenda hivyo na kuzidi, katika jina la Yesu, amina. Somo la leo linasema damu ya dhabihu ya Kristo. Limejengeka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza ya 18 na 19. Neno la Mungu linasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Juu ya Yesu ambaye ni mbadala wa dhamana yetu kuliwekwa dhambi zetu zote. Alihesabiwa kuwa ni mkosaji ili kwamba aweze kutukomboa kutoka kwenye laana ya dhambi. Akiwa anaichukia dhambi kwa chuki kamili, bado alizikusanya dhambi za ulimwengu wote nafsini mwake. Akiwa hana hatia, alichukua adhabu yao wenye hatia. Akiwa hana kosa, bado alijitoa mwenyewe kuwa mbadala wa walio wakosaji. Hatia ya kila dhambi iliweka uzito wake juu ya nafsi takatifu ya mkombozi wa ulimwengu. Mawazo mabaya, maneno maovu, matendo maovu ya kila mwana na binti wa Adamu yalidai adhabu juu yake, kwa maana alifanyika kuwa mbadala wa mwanadamu. Mtazame nyikani, pale Getsemane na juu ya msalaba, mwana wa Mungu asiye na doa alibeba juu yake mwenyewe mzigo wa dhambi. Yeye ambaye alikuwa mmoja na Mungu alihisi moyoni mwake utengano wa kutisha ambao dhambi unaleta kati ya Mungu na mwanadamu. Hili lililazimisha kutoka mdomoni mwake kilio cha uchungu mwingi, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mathayo Mtakatifu sura 27 aya 46. Ilikuwa ni mzigo wa dhambi, hisia za uovu mkubwa wa kutisha wa utengano wake na nafsi kutoka kwa Mungu. Ilikuwa ni hili ambalo liliuvunja moyo wa mwana wa Mungu. Nanyi mfahamu, alisema Petro, kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza aya ya 18. Lo, kama haya yangetosha kununua wokovu wa mwanadamu, ingeweza kuwa rahisi sana kutimizwa na yeye asemaye, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Hagai sura ya 2 aya 8. Lakini mwenye dhambi angeweza tu kukombolewa kwa damu ya thamani ya mwana wa Mungu. Kwa kutoa hazina yote ya mbinguni kwa ulimwengu huu, kwa kutupatia mbingu yote kupitia kwa Yesu Kristo, Mungu amenunua mapenzi, upendo, akili na nafsi ya kila mwanadamu. Hii ni Aprili 5 ya mwaka 2024. Somo linasema damu ya dhabihu ya Kristo. Mada hii inatufundisha umuhimu wa damu ya Yesu na kwamba hakuna kingine kingetosha kuondoa dhambi isipokuwa damu ya thamani ya mwana wa Mungu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nawe sasa na hata milele. Amina.